mahali upo, tafadhali tupate kuomba. Baba, tunakualika katika mkutano huu kwa namna ya pekee. Umeshaalikwa na sasa tunakualika katika fikra zetu, ukamate fikra zetu, ukazifundishe, uziteke nyara, uzipatie hamu ya mabadiliko. Kila kitu kile kinaongelewa mahali hapa, mtu mwenyewe aseme na hii nimepungua, na atamani kuthubutu kubadilika na kujaribu kuyaisha hayo maisha. Ninaweka mkutano wote huu kwa ajili ya afya njema. Ninaweka mkutano huu wote kwamba kwa kile wanachobadilikia, wakiona mabadiliko mazuri, wakiona afya nzuri, wajue wewe Mungu unatamani watu wako waweze kuwa na afya njema. Asante kwa sababu wale wanaendelea kuja, na kusihi uweze kutubidisha katika amani yako ikakae ndani ya mioyo yetu, kwa sababu nimekuomba katika jina la Yesu. Amen. Tumekuwa tukizungumza vitu vingi katika mkutano huu, lakini kila napenda kurudia ili kikae katika mawazo yako ni moja: tumia chakula cha nafaka nzima. Inafaidisha kila chembe hai ya mwili wako from head to toe. Ile faida kubwa utapata, ziko nyingi, lakini ile moja kubwa utapata, inafanya your cell membrane to be permeable. Nutrients inaingia ndani na waste inatoka nje. Nyingine nitakayo kwambia, kama unataka cells regeneration, tumia varieties za legumes. Leo ukienda mbaazi, kesho nenda choroko. Kesho kutwa choroko, siku nyingine peas. Ukitoka peas, nenda njugumawe. Ukitoka huko njugumawe, nenda njahii. Wewe zunguka kwa ile iko. Cells regeneration and repairing. Ile damage imefanyika kwa tissue, inaitisha repair. Usikubali tu chembe hai zikawa zinakufa bila mpango. Usikubali utasa wa chembe hai. Usikubali inakufa kabla haijakuachia zingine 100. Usikubali. Sababu kama itakufa 100 na wewe unazalisha 10, ina maana hiyo ni degeneration na unaenda katika uchakavu. Unachakaa kwa kwenda mbele. Hiyo usikubali. Na kwa maana hiyo ni kwamba hata kama tunatumia hiyo maneno, lakini si kama mboga. Hiyo ni chakula. Kwa tuikule kama chakula vile tunakula ugali, na tukazile hizo legumes kama chakula. Weka big portion, kula. Weka big portion, weka na mboga, kula. Ile kama chakula, ili mwili ipate nutrients ya kutosha kwa ajili ya repairing na cells regeneration. Mambo mengine tunarudia hapa, lakini tumesema fruits ni chakula. Tumesema fruits usikule na chakula. Tumepewa kula fruits kama chakula. Shirika la Afya la Dunia linasema kama utakubali kufanya fruits kwa chakula na ukatembelea varieties, ukiona green unachukua, ukiona red unaweka, ukiona white unachukua, ukiona orange na yellow unachukua. Hiyo ina maana kwamba utapata varieties katika zile vitu ambazo ni vitamins, minerals, protein, fats, enzymes, phytochemicals. Yani the list is big. Kitu ambacho ukiwa na njaa, yani sisemi njaa ile njaa unahisi, nina maana njaa kwenye cells. Wakati ambapo cells zinataka chakula, wakati ambapo cells zinataka nutrients, kila kitu kitakusaidia faster ni fruits. Na kitu kimoja kuhusu fruits, they don't burden your body to make a lot of enzymes, kwa sababu ziko na enzymes zake zenyewe. Imebeba na vifurushi vyake na dawa za digestion, iko ndani ya fruits. Na zile vitu zina dawa, kwa hiyo zile zinafaa kula na maganda, kula na maganda. Zile unaona zina maganda nzito kama ndizi, weka pembeni. Lakini mango na guavas pamoja na tikiti maji, watermelon, hiyo inafaa kula na maganda, kwa sababu hapo kwenye skin, hapo ndio dawa yote iko. Na hapa underneath the skin, hapo ndio nutrients imelala. Wewe ukitupa, unatupia ardhi. Ile maneno mengine tumesema jifunze kula mboga mbichi. Na leo nataka kukupa siri ya mboga mbichi. Kama vile unaona
wanyama wengi mpaka simba. Yaani simba ile inakamata swala, ana njaa naye kabisa, lakini anaanza pale kwenye majani, na ile majani haijapikwa. Na ile unamuona tembo anakuwa mkubwa vile anakuwa, ni majani anacheza nayo. Na hakuna siku watu wanaenda porini kwenda kumpatia dawa ya malaria. Ukimwona kifaru vile amekaa na buffalo, vile uko wazito, na simba anafikiria mara mbili, hawezi kwenda peke yake kumfuata buffalo. Na ukiona tu vile amekaa, yeye anacheza na majani, hausikia habari ya pressure. Ukitumia mboga mbichi, hiyo maneno ya kuambiwa hemoglobin imekwenda chini hakuna. Damu yako inakaa vizuri, kinga yako inakaa vizuri. Unataka kumaintain magonjwa mengi, wewe kula mboga mbichi na jifunze kula kama chakula. Yaani ile ndio remedy tumepewa baada ya dhambi. The first meeting ambayo Mungu alikuwa nayo na Adam na Eva, pale akiwauliza hiyo maneno, nini mnanikimbia? Alienda akawaambia mtakula mboga za kondeni. Mboga za kondeni ni mboga ile haijapikwa. Yaani usifikirie habari ya kukaa jikoni the whole day. Asubuhi unapika mpaka inashia saa 2, unatoka jikoni. Unaanza kuosha vyombo mpaka inafika saa 3 saa 4. Unaanza tena kwenda sokoni saa 5 imefika. Unakuja unachambua hiyo mboga, alafu ukimaliza kitambo washe mkaa umalize. Ukianza kupika, yani unapika inatoka green inakwenda yellow, inatoka yellow inaenda brown. Ndio sasa unaita watoto wangu kitu inatoka green imeweka mezani brown. Hasa ile ambayo imetoka green imeenda brown, ile unajaza tumbo, wewe kula ujaze tumbo na uende itakusaidia kwa choo. Hiyo ndio faida yake, lakini unakula marehemu. Marehemu cabbage, marehemu sukuma wiki, marehemu spinach, marehemu osuga, marehemu kila kitu unakula. Kwanza ile chai asubuhi ilikuwa marehemu, the late chai. Unakula marehemu asubuhi, unakula marehemu mchana, na vile vingine unaongezea ni marehemu. Na ukimaliza sasa unaweka ugali marehemu, unaweka na mboga marehemu, kila kitu marehemu. Jifunze kula vyakula vile viko hai. Yaani sio ukiona tomato unaona tu imekaa kuwekwa jikoni. Usifikirie tu habari ya supu. Ukiona green pepper wewe unafikiria jiko. Ukiona carrot wewe unafikiria jiko. Ukiona matango inakaa jiko. Ukiona lettuce unasema chakula ya Wahindi. Unaona broccoli inalimwa hapa, wewe unalima unapeleka sokoni na unapeleka supermarket, unaona unaiweka label Indians. Wakati unalima wewe mwenyewe. Jifunze kula vyakula vibichi. Ukiona red cabbage weka hapo pembeni, inafaa kula mbichi. White cabbage weka hapo. Unaona beetroot, ile kitu ni yani ni excellent. Jifunze kunywa na juice za vitu vibichi. Kama ukiona ukitafuna meno inakwambia maneno mengine nataka mazoea, jifunze kunywa juice ya carrot, juice ya beetroot, changanya na juice ya apple, weka na juice ya garlic, weka na juice ya hoho, weka na juice ya tango, hata sukuma wiki weka juice. Yaani jifunze kunywa vitu vibichi. Ngoja nikwambie, hii itakuwa kama ng'ombe wa kienyeji au ugui. Damu imekaa vizuri, uko na fiber nzuri, kinga inakaa mzuri, digestion inakwenda vizuri, circulation inakwenda vizuri, brain inakaa vizuri, mawingu ikija huko kwa brain inaondoa. Kula vyakula vibichi. Wewe ambaye umekuja leo, hiyo summary ni kwa ajili yako. Sema amen kwa hiyo summary. Tulianza kuzungumza hii maneno ya kinga na tukasema hivi, ndani ya mwili wako uko na askari. Askari wenyewe kuna wengine ni wanavaa nguo white, kwa hiyo wanaitwa white blood cells. Kuna wengine wamekaa kama visahani, kazi yake ni kuzuia ukijikata anakwenda kuweka gundi hapa, anasema bakteria usiingie ndani, ana seal. Lakini kuna wengine wanafanya kazi kama administration police. Kuna wengine wanafanya kazi kama wanajeshi. Kule kwetu kuna kitu wanasema afanya fujo uone, kwa hiyo wanaitwa FFU. Wale wakimwaga mahali kama hapa, kama wamemistake mkutano na mkutano nyingine wale wanaifuatia, wao waulizi maswali, hawaji kusema jamani hebu niulize hii mkutano ya nini. Hiyo upelelezi wao hawana. Lakini ndani ya miili yetu kuna askari wapelelezi. Ya kazi yake anatafuta maneno.
anachungulia nini ile inafanya. Kama inafanya kama nutrient, ananyamaza kwa sababu anajua ni nutrient. Kama anafanya kama ameona ameharibu, yani kama imekosewa na akaharibu, yule tayari anapiga filimbi, ana report. Na hiyo message ni 1 minute imeenda kwa kambi za jeshi. Na tukasema ziko kambi za jeshi. Hebu shika kwa collarbone. Weka hapa mkono yako nione kama inatembea. Hapo kuna askari wa jeshi. Hebu weka kwa kifua, weka hapa juu. Kuna thymus. Hiyo ni kambi ya jeshi. Hebu hapa kwenye armpit, weka mkono wako kushoto hapa chini namna hii. Hapo kuna askari wa jeshi wa kutosha. Na unajua kana kwamba haijatosha, weka hapa namna hii. Weka hapa hivi kwenye chini. Kuna askari wa jeshi wa kutosha pande zote mbili. Lakini kana kwamba haijaisha, hata weka mkono wako hapa chini hapa hivi. Weka pande hii, weka pande hii. Wako kambi za jeshi zimekaa kibao. Wao wanasubiri infection. Anasubiri tu aambiwe hivi, kuna maneno mabaya. 1 minute, haijalishi kama ni mguuni una kidonda, unasikia kambi ya jeshi next. Kwa hiyo kidonda hiyo imeingia kazini. Wewe wakati unasikia baridi na unasikia kuna maumivu kidogo yako hapa, wameingia kazini. Na wale kazi yao ni hivi. Yule mpelelezi anasema sio wengi, lakini ni wengi wa kutosha. Tayari wanaanza kuzaana kama mashine, wanazaana, wanakuwa wengi. Wakimaliza wanashughulika nao wageni wamekuja, mambo inaisha. Kwa hiyo sio mara yote unasikia tu ka temperature unaanza kukunywa madawa. Una weaken your immunity system. Ni kwamba yenyewe tu ile kabaridi ni vita inaendelea. Wewe peleka nutrients. Wewe kunywa maji, wanataka maji mengi na staff hiyo wadudu. Na ukimaliza wacha masukari na mawanga. Weka juice ya mboga, weka palilia, weka tomatoes na carrots mbichi, sio maremu. Unashangaa hiyo maneno inaamka. Na tukasema hivi, kama kambi ya jeshi iko, au jamaa wanakula nini? Wanakula the germ of a whole grain. Na ndio maana naendelea kurudia, ili hata kama utasahau mambo yote, kumbuka whole grain. Na kitu kingine ambacho nakukumbusha nayo mara zote, ukitaka hiyo cells, hiyo immune system iweze kuwa activated, ikitakikana nyingi iweze kuwa nyingi, wewe kula protein, plant based protein. Haiji na matatizo mengi, lakini kula kama chakula, sio kama mboga. Na nikiendelea kurudia tena, unataka wawe alert, unataka waweze kuona vizuri, unataka wakuwe mabausa, lisha mwili wako vyakula vile havija kufa, mboga mbichi. Hasa moja nikuulize, tukaangalia hapa tukasema ile cell inazaana 1 minute, inazaana vile inatakikana, kwa sababu inakula chakula milango ikiwa wazi. Lakini ikishaona kwamba haihitajiki, ile cell inabidi commit suicide. The owner of the cell anaamuru hiyo cell, anasema hatutakikani tena, anajiua ili wengine waendelee. Sasa unakuta kwa sababu ya kitu fulani, mkongeni kuja hapa tafadhali. Mkongeni njoni hapa tufundishe somo. Sasa tutaona vile inatokea kwenye breast. Jana kidogo tulionja kuhusu cancer, na tukasema hivi, hiyo cancer tutamalizia leo. Cancer, ninaomba uchukue formula. It is a condition. Na condition inakuja kwa sababu moja, cells starvation. Starvation ya nini? Ya nutrients. Aje nitakuonyesha saa hii kwa maneno machache. Cells starvation. Kwa hiyo mara moja ni kwamba ile kitu cell inataka haipati nutrients kwa ajili ya askari kinga kufanya kazi vizuri. Hiyo ni moja, kamata hiyo. Na ya pili ni kama ifuatavyo. Hebu tengeneze ile cell yetu hapa, watano hapo mkishashikana mikono namna hii. Tutengeneze cells. Wale hawaji tu kwa hii mkutano utajua. Sasa hii cell vile mkaa, huyu anakula whole grain. Nutrients inaingia tu namna hii. Hebu kwa nutrient kidogo uingie hapo ndani. Protein anaingia ndani. Hakuna cells starvation. Na ingie vitamin ingia ndani. Na vitamin naye anaingia ndani. Simfanye kazi kidogo hapo. Fanyeni kazi kidogo, msikae tunde. Maana mmeitiwa kazi. Vile inafanya kazi, inaendelea kufanya kazi. Ni kwamba kwa sababu inafanya kazi,
Wakati ambapo hii seli itaona kwamba imemaliza kufanya kazi, hebu uchafu utokee nje milango nyingine. Ile iliyoenda pale kama nutrients imemaliza kazi na inatoka kwa milango iliyoko. This is a healthy cell. Lakini sasa huyu mtu kwa makusudi anakula refined foods, sugar, ndio vitu anakula. Hebu funga milango. Karibianeni vizuri, karibianeni. Milango imefungwa. Hebu nutrient ingia ndani. Milango imefungwa. Seli inataka kula, milango imefungwa. Hebu jaribu pande hiyo nyingine. Milango imefungwa, endelea kutembea nje. Na wewe utatembea nje mpaka umri wako ukiisha uta expire. Kwa hiyo utaharibika. Na seli iko ndani ina njaa. Sasa namba moja, uko ndani imefungia uchafu. Lakini uko nje ina starve na nutrients zinazunguka. Haiwezi kuingia ndani. Kwa hiyo hii starvation, lakini pia kwa sababu iko na uchafu, too much of what the body does not want inasababisha cancer. Hello? Mnanielewa vile nasema? Namba moja ni nini? Starvation. Hebu mkutano sema starvation. Nani ina starve na nutrients hakuna. Namba mbili ni nini? Uchafu. Yani chochote ile mwili nasema hii sitaki, inakuwa carcinogenic. Kwa inasababisha uchafu, chemical, maarufu mabaya, makemiko mabaya, yote inakaa humu ndani na cells zinakufa hazitoki nje. Kwa hiyo hii inasababisha too much of what the body does not want. Tayari hiyo ni ya pili. Kitu ya tatu naomba mchukue kwenye mkutano, stress. Hebu mkutano sema stress. Yani ukikutana na cells starvation, ina maana nutrients hakuna. Namba mbili ukakutana na what the body does not want, hiyo ni namba mbili. Na ya tatu ukakutana na stress, hiyo isiko tu cancer. Yani naomba uelewe kwa lugha nyepesi. Inawezekana ukawa unakula vizuri sana na cells, lakini kwa sababu ya stress itajifunga. Kwa hiyo tutaongea siku ya stress, vile ambavyo stress inaweza kufungulia milango kwa magonjwa yote. Lakini kwa sasa tumeangalia namna hii. Kama hii ndio nutrient, fungua mlango tena kidogo. Kama hizo ndio nutrients, hebu ingia ndani, protein ingia ndani na vitamini ingia ndani. Amemaliza kufanya kazi yake vizuri sana. Na alipomaliza, simuendelee kufanya kazi hata namna hii. Hii mbona inakuwa mvivu sana? Hebu na mwingine endelea ingia ndani. Amekaa. Nenda kanipea ile protein, ingia hapo mlangoni, wamekaa. Alafu kwa ghafla ukakutana na ubaya, na ubaya tuite stress. Hebu funga milango wa jamaa wakiwa ndani. Funga milango. Ukiangalia vile mlango imefungwa na kazi inafanyika, na hiyo nutrients ita expire, itakuwa chafu na itakuwa inatakikana kutoka nje kama uchafu, na imefungiwa ndani. Sikiliza, hapo ndani pataoza. Unanielewa vile nasema? Na ikioza haina kazi kwa nutrients. Na hiyo ni uchafu imefungiwa ndani. Na kama ikifungiwa ndani, wale carcinogen particles zile zikiingia zinakula hiyo uchafu. Kwa hiyo unalisha adui yako chakula ile ambayo mwili hautaki. Na ikiwa nyingi, anapata chakula yeye, anakuwa mwingi, anakuwa mkubwa. Hebu endelea kukua mkubwa, maana sasa umekuwa mbaya. Endelea kuwa mkubwa. Yani chembe hai mbaya inapanuka inakuwa kubwa, na ina maana hiyo cancer ina spread. Na kama hiyo cancer ina spread kwa namna hiyo, inakwenda faster. Na ndio maana leo tutaongea maneno fulani fulani. Ninawashukuru sana mkonge. Wapatieni amina kubwa. Nani anasema leo nimeelewa vizuri zaidi? Nyoosha mkono. Aha. Hii darasa inaenda vizuri. Tunapoongelea kuhusu cancer, yako makansa ya aina nyingi, na si ajabu vile nimesimama hapo wamevumbua nyingine. Lakini naomba chukua hiyo formula. Na kansa wanasema aina kwa sababu ya ile tissue imetoka. Kama ikitoka kwenye jicho ina jina lingine. Kama ikitoka kichwani kwenye brain, kutoka na tissue imetoka ina jina nyingine. Ikiwa ni kwenye ngozi, ikiwa ni kwenye muscles, ikiwa ni kwenye organ gani, kwa sababu ya hiyo site iko tayari inapewa jina kutokana na hiyo site. Lakini ile inaitwa cancer. Approach yake inakuwa tofauti. Vile utamanage hii cancer nyingine ni tofauti na vile utamanage nyingine, kwa sababu inabidi ujue ina respond na nini. Kuna nyingine ita respond na radiation, kuna nyingine ita respond na chemotherapy, kuna nyingine ita respond na surgery. Ndio maana wao wakishapima sasa wanaangalia, wanaona
wanafanya further test, wanaona kwamba hii ina respond vizuri na nini, kutokana na site ile iko inasema hii ni chemotherapy, ndio maana unaambiwa utaanza chemotherapy. Wanasema hapana, hii itaenda kwa surgery, wanaenda kwa surgery. Lakini nyingine wanasema hii ni radiation, au inawezekana ikawa ni combination, inawezekana ikawa ni surgery na wakaenda kwa radiation. Mimi ninachotaka kukuuliza leo, ukisikia maneno ya kansa na leo ukaenda saa hii ukaenda ukaambiwa hivi, hii inaenda kufanyika kitu fulani, seek for second opinion. Hello? Mnanielewa mkutano? Mmenielewa vizuri sana? Hamna, kuna ubaya gani? Huyu mmoja amekwambia hivi, nenda katafute second opinion. Ujiridhishe kwanza wewe mwenyewe. Na hiyo ni ya pili. Lakini ile mimi nitatilia mkazo. Wanasema hivi, kuna direct relationship kati ya starvation pamoja na cancer. Kama tumesema mwili uko na askari wako mpaka awe invaded na awezwe, ina maana huyu askari amewezwa. Huyu askari mwenyewe ndio ameanza shida. Yaani kwa sababu anashinda kulinda mwili na siku zote anaulinda, kila siku mahali umekaa, ukilala na ukiamka, askari wako wanaharibu zile particles ambazo zingeleta kansa. Yaani hata dakika hii vile naongea, tayari wanapigana kila mahali kwenye mwili wako, kwenye mahali pa fluids, kwenye mahali pa oili, kwenye mahali ambapo pamekaa majimaji, kwenye mahali pamekaa nyama, kwenye mahali kumekaa hewa. Kila mahali kwenye mwili wako askari anapigana, anaharibu vile vitu vibaya umevuta vingekuletea kansa, anaharibu vile vitu vibaya umekula vingekuletea kansa, anaharibu vile vitu vibaya umekunywa vingekuletea kansa. Na ndio maana leo hauko kwenye takwimu ya kansa. Ni ile dakika tu askari atawezwa ndio ataachia. Na askari anawezwa na starvation, hiyo ni namba 1, and too much of what the body does not want, namba 2, na stress. Hiyo maneno ya stress tutaongea vizuri sana. Na ndio maana wengine wanasema fanya hilo unaweza kufanya leo. Kabisa ujiridhishe nimefanya. Na ukiona uwezi, kuna mahali tunapeleka vitu visivyowezekana. Na hiyo kwa hiyo lazima tumshukuru Mungu kwamba kuna mahali tena yeye anakuambia dump, una dump hapo. Tunapoongelea habari ya breast cancer, hatusahau kwenye kichwa beba kansa nyingine yote unafikiria. Lakini tutaongelea hii kwa sababu inaonekana kwamba kati ya zile kansa zinanyemelea na kutafuta mwanadamu, hii nayo imeongoza. Kwa hiyo kunakuwa na mambo mengi. Hasa hii ni kwa ajili ya wanawake wote na wanaume kwa ajili ya yule mama umemwacha kule, na kwa ajili ya information hii ujue iko very rare kwa wanaume, lakini si kwamba haiko. Iko rare lakini iko. Unapozungumzia kwa kansa ya matiti, ina maana imegusa tissue za matiti. Na ina maana tu inaanzia kwa cell moja, ikienda kwa cell nyingine, kwa cell nyingine, kwa cell nyingine, na inaharibu ile tissue mahali fulani. Ile sana inakolea vizuri kabisa kwenye matiti, inaanzia kwenye mirija ile inayopeleka maziwa kwenye chuchu. Pale kwenye tits kuna vimirija, zile ducts ndani ya ile lining yake inaweza ikaharibiwa. Na tayari ikawa ni namba 1, kansa ukaipata inayotoka hapo itakuwa na jina tofauti. Lakini kuna tumfuko tudogo, tule ambalo tuna supply na zile ducts, ina supply na maziwa. Na hata uto tumfuko tunaweza kukaanza hiyo ikaanzia hapo. Na ikianzia hapo inakuwa na jina nyingine. Yaani tukiongelea tu kwenye kansa ya matiti, wanasema hivi, kuna kansa zaidi ya 18 aina tofauti kwa sababu ya hiyo site inashika. Na mara nyingi mtu atajuaje kwamba tayari kuna shida? Huwa tunafundishwa kufanya screening, self examination. Lakini ile ya kwanza tu itajua kwamba kuna shida ni kwa sababu kunakuwa na some lumps. Na naomba nikwambie mtoto wa kike, hata kama ni wewe mbaba unanisikiliza, kuna mtu amesema kitu hivi, ni daktari na surgeon, anasema usilale kusifike asubuhi. Yaani usikubali ukalala na lump, usikubali ukalala na uvimbe ule ujui, na usije ukakubali ukauzoea, usije ukakubali ukasema ni labda niligongwa, usije ukasema lakini hauna maumivu, usije ukaanza kupata majibu kwa sababu kuna lump mahali, kuna uvimbe mahali hauelewi, usije ukakubali.
Yani ukishaiona namna hii, we mbio. Maana ile kitu inakuwa faster, ina grow faster. Kama ulivyoona ni cell ambayo imekuwa na wazimu. Ile wazimu inapeleka kwa neighboring cells. Inapeleka kwa neighboring cells. Kitambo utoke hapa, uende sijui wapi ukamalize mradi wako wa kuku ndio uende, imekuwa some centimeters. Inakwenda faster. Usikae na uvimbe ile ujui. Na the moment unajua, kuna maumivu yale sielewi around the chest, inawezekana kabisa ikawa ni huku kwenye collarbone. Hiyo ina maana hivi, ni huku kwenye askari, huku ni kwenye kambi za jeshi, na inakuambia kwamba kuna shida. Inawezekana mahali kwenye thymus. Lakini wakati mwingine unasikia maumivu hayaishi, iko kwenye armpit, unashikashika hivi unasema mbona kuna maumivu, au kuna lumps huku kwenye armpit. Usinyamaze nayo. Labda ni kwa sababu, labda hiyo sio kazi yako, peleka mahali husika. Inawezekana kabisa unasikia kwamba kuna tishu mahali fulani hivi hapa kwenye breast, ni kama vile inakuwa ngumu kidogo, nyingine iko laini, na hii si kawaida, peleka mahali husika. Ni kuna some itching. Kuna some itching sielewi vizuri, kuna rashes sielewi, kuna pain naisikia mahali fulani kwenye breast. Usikae nayo na usinyamaze. Usizoee kitu ambacho kilikuwa si cha kawaida. Mara nyingi mambo inatufikia mabaya kwa sababu hivi, unakaa nayo. Kitambo ufungue mdomo wa kwanza umwambie sijui nani, na kitambo ufikirie mara ya pili, kitambo uishi nayo miezi 6. Sikilizeni mandugu zangu, kansa inapona. Hata leo umepona kansa. Hata leo hivi, isingekuwa ni askari kinga wako ndani ya mwili wako, ni kwamba tayari ungekuwa umeshaambiwa uko na mavitu ya ajabu sana. Lakini hata saa hii wanashughulika naye. Cha kwanza, wewe shughulika na askari kinga. Lakini hata kama unaona kuna hivi vidalili, cha kwanza, unapoanza kushughulika na askari kinga, goro. Unapofikiria sana kushughulika na askari kinga, goro. Anza kukula chakula kama mbuzi. Tafuta kobe anakula nini, kula hiyo. Kachukua sungura, kaa hapo kwa sungura, angalia nini anakula, kula hiyo. Kama unamwona anacheza na carrot na cabbage, kula hiyo. Nenda kachukua kitunguu. Ukiona hivi kitunguu sio unaona moto, unaona tu kitunguu na ipeleka site. Goro. Chukua mchicha, anza kula. Ilikuwa sio tamu sukuma wiki, kula. Na sio chumvi unaweka, na sio mafuta unamimina huko kwenye bakuli. Goro. Kuwa mbuzi. Halo? Mnanielewa? Lakini wakati unapoamua kulisha askari kinga, it is nothing to do with your appetite. Wakati unapoamua kufeed, ni kwamba wewe, you have simply said, I don't want cancer, I don't want diseases. Na kuna hatua ya pili ya kufanya, sio useme I don't want diseases na bado unachezea stress. Unafikiria tu kwenda katika hali yote. Yani kuna vile tutaongelea habari ya stress, uiangalie kwa mtazamo tofauti ili uweze kuwa positive, uweze kumanage maisha yako positively. Wakikwambia umeenda hospitali kuna kalampu mahali fulani, wanakuambia tufanye biopsy, tutoe kanyama twende tukapime. Kuna watu wengine wanasema ngoja nikafikirie, atarudi huko after 4 months. Hiyo kitu inatembea. Nimekwambia haikai, inakuwa. Yani vile wakati mnaongea na daktari, tayari yenyewe inaendelea kukua. Kwa si kitu ya kusema na ngojea. Kuna kansa nyingi ambazo zisingekuwa ni feto, lakini kwa sababu ya ile anafikiria, anaongea, hajafikiria baada ya kuandika will, lakini anaugulia kwanza. Ni lamp, haijaonekana kwamba hiyo lamp ni cancerous, lakini tayari ana mawazo kibao. Sikiliza, kuwa faster. Vile inakuwa faster, na wewe decide faster. Fanya maamuzi sahihi, maamuzi mazuri. Na wakati unatafakari, unaanza kichwani kwako kusema, Mungu, I don't want to die now. Unakaa huku unalisha askari kinga. Askari kinga si jana ulimlinda, hebu endelea na leo. Wakati unaendelea kufanya maumivu, endelea kula kama mbuzi. Endelea kula vizuri. Ile kitu unatakikana, endelea kula. Nitakwambia kitu cha kwanza, kwa sababu tayari nimefuatwa na watu sero, na bahati mbaya ni kwamba tayari wao wameshakuwa diagnosed. Nikashindwa kuongea na mtu mmoja mmoja. Ukikutana na chakula iliyokobolewa, kimbia. Kama iko mezani, usiseme nakula leo tu. You are feeding the cancer cells. Ukikutana na animal product, angalia kwa macho na utoweke. Hiyo animal product inawasha moto. Ukikutana na sugar, ambia sugar, mimi si ndugu yako tena. Kwa sababu sugar, huyo jamaa anakula hiyo sugar. Ukikutana na chochote kile kimetengenezwa kiwandani, sio yako.
sijui juice ya viwandani, sijui ni nini, matunda imewekwa kwa makopo. Ambia slow down, si saa hii, tutakutana baadaye. Ile inatoka shamba, unaona hii iko kwa market, osha vizuri, jua namna kuingiza kwa mdomo. Unaweza ukablend, unaweza ukajuice, unaweza ukatafuna hivyo hivyo, unaweza ukakatakata namna hii, kula kama vile umefumba macho kama unaona sio tamu, lakini ingiza mdomoni. Kuna kitu kingine ambacho napenda ufahamu. Napenda ufahamu kwamba vile watakwambia kama umekubali kwenda hospitali na hao watu wakakwambia sasa ni kimo, lakini huku unaendelea kula kwa ajili ya kumlisha sukari. Akikwambia ni surgery, kula kana kwamba unaamua kwa vizuri kabisa kumlisha sukari. Ile atakwambia, yeye anakwambia na wewe unaendelea kufanya. Ni lazima usupport uponyaji wako. Ishi kwa kusupport hiyo, kwa sababu sio chemotherapy ndio ulikosa askari alishindwa kupata nutrients, akashindwa kukulinda. Either stress ilizidi, kwa ni lazima ukae positive. Hii sio saa ya kusema why me. Hii ni saa nyingine ya wewe kujitetea. Wakati nakaribia kumaliza, nataka kuongelea kuhusu risk factors. Ni nini inakusababisha utajwe na breast cancer? Kile kitendo tu cha kuwa mwanamke tayari kinakuingiza kwenye risk factors. Moja, kile kitendo cha wewe kuwa na matiti, inawezekana makubwa au madogo, ndio maana mwanamume naye anafuata nyuma. Tayari la kusababisha unaingia kwenye risk factors. Lakini sio hivyo tu. Pombe unatajwa hapo ndani. Maisha ya kuwa bila mazoezi, na ndio maana itabidi tufanye kabisa, yani tuifanye kwa ni topic kabisa inayojitegemea. Kwa hiyo wewe kuja tu hapa kwenye mkutano. Lakini maisha ya kuwa na mazoezi. Na nikisema mazoezi, sina maana unatembea na karai la sukuma kutoka hapa mpaka Makupa, sina maana hiyo. Unaweza ukatembea na karai la sukuma, unaweza ukaondoka hapa unaenda kumdai mtu kutoka hapa mpaka huko, lakini hiyo ni kazi. Maana kichwa yako imejiengage vingine kabisa. Si kwamba eti unatembea hivi ndio useme nimeenda kufanya mazoezi. Hapana, kuna vile umejiweka unasema ninakwenda kufanya mazoezi. Inatoa different chemicals, na hiyo ina different reaction katika uponyaji. Maisha ya bila mazoezi, shughuli na wewe kuanzia umeamka mpaka unaenda kulala, shughuli. Sio hiyo mimi naongelea, lazima uslow down, ukafikirie naenda kufanya mazoezi. Hiyo maisha mengine ambayo tunashughulikia, mwili unataka oxygen, wewe nini, hewa ipi inapita huko? Smoking inaleta shida. Mwili inataka maji, wewe ni kinywaji gani unakunywa? Hayo mavitu yote ya marangi tofauti unaokunywa, hebu fikiria mara mbili. Sio kitu mwili unataka. Kwa kuingiza a lot of those chemicals ambayo mwili hautaki, ina shida. Kuna hormonal imbalances. Wakati mwingine tunazibalance hizo hormones wakati wa menopause. Tayari zinatajwa kwamba zenyewe zina shida kwa sababu zile ni artificial. Sikiliza. Mama umepata mtoto, unaambiwa breastfeed mtoto wako, unasema hapana, sijisikii. Kwa wewe kukataa ku breastfeed, tayari kumbe na kuingiza ni one of the risk factors. Kitu peke yake unaweza ukapata majibu kwamba nina breast cancer au sina, hata kama huna lump. Mammogram peke yake ndio inaweza kukwambia. Lakini ukiona hutaki kuingia kwenye mashini kwenda kupimwa, basi unaweza ukaamua tu kuishi maisha mazuri ambayo inasaidia. Ni dalili gani utaziona? Wakati mwingine unaweza ukaona kwamba one breast is bigger than the other. Nipo moja imeangalia kulia na nyingine imeangalia kushoto. Nyingine saa nyingine ilikuwa inatoka nje lakini imeingia ndani. Na wakati mwingine kunakuwa na discharge. Na ni kitu ambacho si cha kawaida. Na ukishaona hivyo, ujue kabisa kwamba kuna shida. Na kwa sababu kuna shida, ndio maana tunataka wote tubadilike. Yaani ukisikia tunaitisha kubadilika, ni kwa sababu tumelemewa. Leo tutaimba wote. Mabadiliko ya mtindo wa maisha. Punga hewani namna hii. Mabadiliko ya mtindo wa maisha. Peleka kushoto, kulia. Maisha yaenda ndivyo sivyo, yanapelekeshwa na tamaa. Magonjwa sugu ndio balaa. Kisukari, kansa, moyo vimeongezeka. Haya ambukizi yanaletwa na chakula. Hakuna
kula bila zoezi. Mabadiliko, mkutano mzima ima yo mabadiliko.